Guys, leo nimekuja na leo niko serious. Leo niko security kabisa. Just check. So guys, ningetaka kuongea na nyinyi kiasi. Lakini sasa hii ni more sensitive issues yenye imekuwa ikiemerge na iko very painful sana. Yeah? Na ningetaka kila mtu aweze kujanjaruka sana kuhusiana na hii story. Hii ni story ya real, ya ukweli, my friend. Unanipata? Hii ni story ya ukweli. Okay. Najua kwamba mtu ndio aweze kufika hapa. Mtu anahaso sana. Umehaso, umeng'ang'ana, umeenda kwa my interviews. Okay, acha nianzie hapa. Ni furaha ya kila mtu mwenye anang'ang'ana kuja huku aweze kupatana na process legit na aweze kung'ang'ana ili aweze kufika huku, guys. So, maybe mtu ameng'ang'ana sana, umeenda huko, ukang'ang'ana. Before niendelee, wacha niseme chenye naongelea ndio at least kila mtu aweze kuwa naelewa naongelea kuhusu nini. Watu wanadanganywa sana, unapewa mzigo, unakuja kushikiwa airport. Tusikizane hapa. It's very painful. Mtu ametoka Kenya ama hajatoka hata Kenya. Nakumbuka venye mimi nilihustle. By the way, nilienda interviews kadhaa. Interviews Nakuru, Nairobi, Mombasa. Yeah, nilienda Mombasa, Mtwapa. And I spent a lot of cash kwenda hizo interviews. I can say kwamba the money that I spent in my interviews or kwa zile nikitafuta kazi ilikuwa more than 50k. Sasa hiyo hujaanza kitu. Tusikizane, sijaanza kitu. So umeng'ang'ana sana na kila kitu iko fiti. Umeng'ang'ana, umepata agent legit, umeenda ukafanya ma processes na inakuanga very headache. Inapea mtu headache, unasikia can I give up? But unasema I won't give up. By the way, a lot of guys wenye wako hapa wanakuanga strong sana. Ni watu wamepitia. Majority ni watu wamepitia. That's why mnaonanga hata jamacho kutoa utastruggle. So the reason as why I'm talking this story is because we have these guys from Kenya, yeah, drug smugglers ambao wana target watu ambao wanatoka Kenya wanakuja hizi nchi. Yeah? Mtu ameng'ang'ana, raise commission na process yote umetumia more than 150k to 200k ama hata zaidi. Lakini wakati wako umefika. So wacha niwaambie venye wanafanya. Hawa watu wanaongoja wale watu wenye wanatoka Kenya. Wakati unatoka Kenya wanakutarget. Wakijua unaenda kesho, wanajua unaenda through agents, wanachunguza, wanajua huyu jamaa anaenda Qatar ama nchi ingine ile through agent fulani, maybe tuseme kunywa dawa agency. Wanaenda kunywa dawa agency ndio anatumia kwenda nayo na wanajua location na nini. So wanakuja pale, kazi yao ni kutarget wale vijana ambao wanakuja huku, wawapee kamzigo waweze kuleta huku. Yeah? Kulingana na venye nimekuwa nikiona issues, hawa watu walikuwa wanaingiza hizi vitu before, maybe 2 years before now. Na hata wengine wanang'ang'ana na wanaingiza hata saa hii. So, hawa watu, mtu anakuja na kupa kamzigo kadogo hivi, kadogo hivi tu, anakuja na kupea, hata kupea ati kitu kubwa, anakuambia, anakafunga na manguo tu, anakuambia, hizi nguo pelekea bradhangu. Ukifika huko, hizi nguo ni za bradhangu mpelekee. Unaona? So, ukifika, anakupea namba yake, ukifika anakuambia, ukifika piga hii namba, atakujia kwenye utakuwa. Maybe hawezi kujia airport, noma.
noma. Atakamatwa. Anajua kinaweza mwana. So atangoja ufikie accommodation. Ukifika accommodation mpigie, ufanye nini? Uchukue hizo dawa. Yani umpe hizo nguo. Bila wewe kujua. Anarudi kwa mfuko wako anakuambia, bro, shika hii 3,000. Unaweza enda ukikunywa soda ukiendanga. Hata kupea pesa mingi vile. So wewe na juu unasema, sinaenda huko. Siaka nika kitu kadogo. Sinika mzigo kadogo. Wacha nika fix hapa. So unaenda. JKA unapita. Unapita. But surveillance ya huku ya CCTV ya hizi dawa, sababu ya World Cup, mjue mambo imekuwa high class. Kama ni airport iko na zile machines mzito za kuscan. So sidhani kuna very easy way yako kuepukana na hizi machine. Ukiingia kwa hizi machine, mzigo wako ikiingia kwa hizi machine, sasa ushatoka Kenya, ushafika huko. Mzigo yako ikiingia kwa hizi machine, sababu wamesha improve machine zao, sababu ya World Cup na nini. Sasa kuko strict by the way, ukuwe chonjo. Hata wewe unapeana hizi madawa, kuwa chonjo. So wanajua hii mambo iko hivi, wanakupea, wewe ushafika pale. Ukifika pale, unaona mzigo wako imeskaniwa. But ikiskaniwa, unasikia hala. Unaitaniwa hapo, majeshi wanakuja, ama mapolisi. Unabebwa. Unaenda unapelekwa kwa room, unapatikana uko na madawa, inasearchiwa, inapatikana. So story yako na dreams zako, ulispend more than 150 to 200k. Zimepotea hivyo, dream yako imeisha hivyo. Sababu ya nini? So, mimi nawaambia, when the deal is too good, think twice. Si mimi nilisema, sijui ama ni Mswahili ama ni nani alisema, but usimbebee mtu chochote. Kama si kitu wewe unaenda unanunua kwa duka. Kama si unga utaenda nikwambia, chukua hizo zao 2 niletee unga. Nunua unga uniletee. Sawa. Chukua hizo zao 2 nibuy trouser. Ujue wanazishonelea vitu huku. Wanashonelea cocaine kwa nguo. Venye huwezi note. But ile machine ita note. Hakuna kitu inapita pale bila wao kujua. Hakuna. I can guarantee you that. Hata kama ni textbook, mtu akwambie, nibebe hiyo textbook, viatu wanashonelea dawa ndani. Be very careful. Be very careful. Ukimbebea mtu kitu. Either nikutumie doo nikwambie, nenda market niletee trouser. Nenda market niletee bag. Nenda market niletee unga. Nenda market niletee maharagwe. But usipewe na mtu, nisikupigie nikwambie, pita hapo, utashikiwa airport. So for your safety na kujaribu kusecure future yako, jaribu usimbebee mtu chochote. Wacha kiumane. Wewe mwambie mzigo yako imetoshea kilo zenye zinafaa na huna nafasi ya kumbebea kitu chochote. Mimi si case moja nimesikia, si 2, si 3. Watu wamefanywa hivyo. Unakuja wewe ni innocent. Ulipewa mzigo tu kwa maybe wengine wanakutafuta hata airport. Wengine wanakutafuta hata kwa hizo ofisi mkitoka. Anakuambia, bro, nibebea kwa mzigo. Bro yangu ako Qatar nini. Umpatie hizi nguo. Ukifika huku, unashikwa. Ujue, unaweza shikiwa mbele, unaweza shikwa na huko. Waweza kushikiwa huko kwa airport. So, ukishikwa huko kwa airport, kesi ni tofauti na ukishikwa huku. Ukija ushikwe huku na madawa, huku ndani, utafungwa 3 years. Na ukimaliza, moshie, nyumbani. Haujafanya kazi, haujafanya nini, wapea familia yako stress. Wajua ukishikwa obvious, si wewe unakula shida. Wazazi wako na nini, familia ndio inaumia mental yani unaumiza watu zaidi ya mtu mmoja, 2, 3. Juu ya nini bro? Usimbebee mtu kitu. Wale wachana na yeye, usibebe chochote.
Kuja mkono tupu na vitu zako. Kama si bag yako. Na uwe careful. Hata ukiwa kwa airport. Mtu, si kwa airport, ukiwa kila mahali. Be careful na mzigo yenye unabeba. Hata mtu anaweza amua tu akutende kitu. Akutende tu. Bag yako afix kama ni hizo nini. Hizo bangi. Ndio ukifika tu usipate bahati. Be very careful na ile bag yako. Ukiweka kwa mgongo hivi, utashinda nayo. Ukishika hivi, unashinda nayo ukifuata. Mtu anaweza kuja pale dakika moja, kadawa. Yani tu anataka kukufanyia unyama tu. Be very careful na ile mzigo yenye unabeba. Be very careful wakati wa parking. Park it yourself. Nimeiona, watu wanakuja. Unashikwa, nani alikupakia mzigo? Ni ulipaki mzigo? Ni nini kwa bag yako? Unasema mimi sijui nilipakiwa manguo. Unapakiwa manguo na nani? Hata kama ni nani? Be hapo. Hata kama unaenda wapi? Be hapo. Hata kama wife yako anakupakia, be hapo. So, yangu ni kutaka kuambia bro, my sisters, my brothers and sisters, be very careful na chenye unafanya. Mimi nimeona watu wanakuja. Yani bro yangu akikuja, walikuja na watu wengine wakaja wakiwa quarantine. Yani polisi walikuwa wanajua mihadarati inaingia sana. So wanaamua. Hao watu wakipelekwa quarantine tunawafuata huko. Mnapata huko, mnasearchiwa, inapatikana. Juu saa hiyo mambo iko imetaitaniwa huko sana. So walikuwa polisi wanakuja huko kwa quarantine kwa search. Wakapatikana watu 3 walikuwa wamepewa hizo mizigo. Ukishikiwa huku, ukishaingia, ukishafinyiwa ile stamp ya kuingia. Sasa hiyo ni miaka 3 na hakuna kazi, hakuna nini. Kweli seli ya huku utakaa vizuri, si kama ya Kenya. Kuna TV, kitanda iko poa, utakula mabiriani miaka 3. But, wewe, nimewaonya. Sitaki mtu ajipate kwa hii shida, tafadhali. Najua nawapenda na tumetoka far, ndio tufikie hapa. It's very painful kuona ati siku imefika, ati siku yako ya kuchange life yako imefika. But, kuna hawa watu ma destiny killer sawa, wametuma destiny yako ishe hivyo. Mtu alikupangia akajua, hiki kimudu hiki kimutu hiki kikienda hakitafika ama hakitasawi vizuri. Anakufixia kakitu tu, kadogo tu. Ako kakitu kanatoshana hivi, kabangi tu kanatoshana hii size. Ako kametosha bro, ako kametosha. Usiingie hapa. So be very careful, usibebe mavitu. Na kama usibebe vitu mingi, by the way sometimes wanaangalia mafegi. Usibebe mtu ati mafegi mingi, usibebe. Fegi unafaa kubeba 400 fegi pieces. Hizo tu, usibebe kitu ingine. Hizo zimeruhusiwa. Na kama utumia usibebe ya nini. Usifikirie kwamba unaweza anza biashara yote huku ukibeba vitu ujinga. Utaumia. So nimekuwarn mapema. Nimewaambia sababu ni painful sana mtu amekuja huku. Dream yako inakufa hivyo sababu ya for no reason. For no reason. If you are not the person who is going to the shop to purchase hiyo samo, wachaneni na hii mambo. Wachaneni na hizo 5,000 hata 10. Una risk future yako. Mimi ukifungwa miaka 3, imagine miaka 3 for nothing. Then urudi Kenya. Walai future yako itakuaje walai. Tuacheni jokes. Na venye mnafanya hivyo, wamfanyi poa. Watoto wenyewe wanabaki wanaumia. Unaua destiny ya mtu, but siku yako itafika pia. Siku za mwizi ni 4th. So I wish you all the best. Msubscribe kwa hii channel. Hii channel ni kuchangamsha watu. Na kama in case unaweza taka kujua swali, uliza. Sijasema mtu asimbebea kitu mtu. Nimesema hivi, beba kitu kama wewe mwenyewe ndio umenunua. Si brother yangu atoke na huko akuletee kitu ubebe. Hata kama ni shati kama hiyo ukiona iko plain. Hawezi jua imebeba nini. Tuko pamoja? Hope tuko sawa.
masalama. Ile kitu inanusa, wananusa mpaka harufu yenyewe. Dogi sometimes wapata kuna madogi, utaumia, utakamatwa tu. So usibebe mtu kitu. Najua intention yako si kubebea mtu kitu, but for real, usimbebea mtu kitu. Say no to mizigo za watu. Kama kawaida niliwaambia mizigo yafaa, maybe uangalie tiketi yako, sana sana huu kwa kilo 23. So hiyo ni 46. But 23, bagi ya 23 kando na ingine ya 23. Ziwe ngapi? 2. Bagi ya mgongo waweza beba kitu kama laptop, jacket, kitu kama hiyo. Tu snacks kiasi tu ili ufike huko. So thank you so much for your time. Continue subscribing to my channel. Na mjue nyinyi ni familia yangu. So nawatakia time poa.